alichosema Nchimbi ni kwamba wanaozuia katiba ni kikundi ambacho kiko chini ya Samia Suluhu Hassan. Ndicho alichosema Nchimbi. Kwa sababu Nchimbi atasema Samia anataka katiba, lakini wakati huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Nyewe mnaelewaje? Kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae? Si inatakiwa ije yenyewe tu bila kukomaa. Sasa kama wanataka wote, na wao ndio wana mitutu ya bunduki, na wao ndio wanazuia, na wao ndio wana bunge fake lile, ndio wana control kila kitu, nani anayezuia sasa? Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Amesema Nchimbi kwamba wanaharakati sio magaidi. Nani kwani aliyesema wanaharakati ni magaidi kama sio Samia Suluhu Hassan ambaye ni bosi wake Nchimbi? Nani aliyesema hivyo? Si Samia ndio amesema wanaharakati ni magaidi? Sasa Nchimbi anapotuambia kwamba wanaharakati sio magaidi, rais anasema wanaharakati sio magaidi, hapo anatuambiaje? Kwamba tufuate kauli yake au ya yule aliyesema wanaharakati ni magaidi? Kwa Nchimbi anatuambia anayesema wanaharakati ni magaidi ni huyu, na ndio ukweli. Nchimbi anasema kuna watu wananufaika, kuna rais atanufaika na katiba mbovu hii. Kwani nani rais ambaye ananufaika na katiba hii, ambaye ameua maelfu ya watu na kujitangaza kwa uongo? Nani anayenufaika nayo? Kwani hamuelewi alichosema Nchimbi? Anasema kuna watu wanabambikia watu kesi. Hapa tuna watu 51 nimewaambia viongozi, akiwemo katibu wetu wa kanda Jackson Mnyawami. Kwa Nchimbi anatuambia anayeagiza, na ni ukweli tumeuona, kwa sababu Samia alizungumza siku ya sheria akasema kuna magaidi, baadaye watu wamekamatwa. Kwa hiyo anayeagiza kwa mujibu wa Nchimbi na kitu tunachoona na ambacho tunajua na ambacho tumesikia, Samia Suluhu Hassan ndio anayetoa maagizo ya watu kuumizwa kwenye nchi. Ninawaomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tukatae mambo haya. Hakuna aliye salama. Chama chetu na sisi viongozi wa Chadema tutafanya yale tunayoweza. Wanachama wenzangu, kwanza msiogope. This is a kick of a dying horse. Farasi ambaye yuko dakika za mwisho.